Mafunzo haya kwa sasa tumemaliza kwa siku hii ya leo, yalikuwa yanahusisha makundi mahususi mawili. Kulikuwa kuna makatibu tawala wa mikoa pamoja na wakuu wa taasisi. Kwa hizi siku 3 tumejadili mambo mbalimbali ambayo yote yanalenga kumkuza kiongozi awe vizuri kimaadili. Na mafunzo bado yanaendelea, na makundi yanayofuata itakuwa ni wajumbe wa bodi za taasisi na mashirika ya umma, tunawakaribisha sana. Lakini kundi lingine ambalo ni muhimu pia linalofuata ni wakuu wa idara na vitengo katika taasisi mbalimbali za umma pamoja na mashirika ya umma. Kwa kweli katika hizi siku 3 tumeona jinsi ambavyo wao wenyewe leo wakati wa kuhitimisha wameonyesha jinsi ambavyo wameweza kujifunza mambo mengi. Tunafahamu kwamba hawa ni viongozi, wanajua, wanaelewa maadili ya kiongozi ni nini, lakini inafika mahali kuna wakati inabidi tukumbushane, na wawezeshaji wetu waliobobea wanasaidia kujadiliana nao na kuwapa mbinu za namna ya kuchanganua na au kuepuka zile changamoto ambazo wanazipitia katika uongozi wao. Mafunzo ya siku 3 ambayo yameendeshwa kwa umahiri kabisa kwa kushirikiana na ofisi ya Rais pamoja na wenzetu wa chuo cha uhasibu hapa Arusha. Topic zilikuwa 8 kwa ujumla, lakini masuala makubwa ambayo tumejifunza, masuala ya uongozi, maadili na miiko ya uongozi, namna ya kupambana na changamoto mbalimbali za kufanya maamuzi kama ukiwa kiongozi, masuala ya habari na namna ya kushirikisha umma katika taarifa mbalimbali za uongozi zinazoendelea. Mafunzo haya yamekuwa muhimu sana kwangu, yameweza kunijengea uelewa zaidi jinsi ya kufanya maamuzi katika uongozi, hatua unazotakiwa kufuata, namna unavyotakiwa kufanya maamuzi kwa kuzingatia chanzo, kwa kuzingatia athari, na vile vile unaweza kukuta kuna yale maamuzi ambayo yanahitaji hapo kwa hapo, yanahitaji pia kushirikisha wadau au uongozi. Kwa hiyo tunaona kwamba umuhimu wa haya mafunzo pia yanakukumbusha kufanya kazi kwa uzalendo, sio kwa maslahi binafsi, tufanye kwa maslahi ya taifa yote. Ni hakika kabisa kwa mafunzo haya yatakwenda kutunufaisha sisi wenyewe viongozi pamoja na wale tunaowaongoza, kwa maana tutawashirikisha baadhi ya vipengele na maeneo na kuwakumbusha, kuwahimiza ili utendaji wao wa kazi uweze kuimarika na kuongeza tija katika taasisi zetu.